Bwana, mambo vipi? Kama kawa, Ibrahim Capable kutokea KHD TV. Tuko hapa leo tarehe 23 maeneo ya Matarumbeta. Tupo katika bata la kutiki. Vijana mbalimbali wameweza kujitokeza katika viwanja hivi kuweza kuitikia katika bata hili la kutiki. Lakini pia tunao vijana kutokea kule Tanga na tutaenda kuwasikiliza wana yepi ya kutuambia, lakini safari yao kutokea Tanga mpaka visiwani Zanzibar ilikuwaje. Naomba tuwasikilize vijana kutokea hapa Djong Alkasusi Mamba. Kwa majina naitwa Suleiman Mafuru, ni mhamasishaji wa Djong katika hamasa ya kupiga kura. Tuko hapa leo siku maalum kabisa hii kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania wote kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba kwa ajili ya kupiga kura, na tukishapiga kura turudi majumbani na tulinde amani yetu. Lakini kikubwa pia ni kuhamasisha vijana kutofuata watu wanaojaribu kutishia ama kupoteza ile jitihada zetu, jitihada za Mama Samia pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika swala zima la uchaguzi wa mwaka huu 2025. Mtu yoyote ambaye ana nia njema na taifa hili hawezi kuacha kuhamasisha wananchi kushiriki katika zoezi zima la kuchagua kiongozi ambaye atatusimamia sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Manela Abdalla Zuberi, ni kiongozi kwa wanawake katika platform ya vijana wa Djong Alkasusi Mamba. Bata hili la kutiki leo ni kuhamasisha vijana wote twende tukatiki ifikapo tarehe 29 Oktoba kwa viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote waliogombania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ninachowaambia vijana ifikapo tarehe 29 tujitokeze kwa mapema kabisa twende tukatiki katika viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi na dada wetu kipenzi chetu Wanu Hafiz Amer. Mimi ni mmoja kati ya vijana wa Djong, lakini ni kiongozi msaidizi katika kundi la masala vijana wa Djong. Leo hii tupo katika bata la kutiki. Lengo na madhumuni ni kuzidi kuonesha viongozi wetu kuwa vijana tumeamka katika yale mengi ambayo wameweza kuyatenda katika nchi. Vijana tumeyashuhudia, na hizi nguvu zetu ambazo tunazionesha kila pahala ambapo wao wapo, kila pahala ambapo wao wameweza kutengeneza, vijana tunaendelea kusupport na kuwafikisha kwamba tumeweza kuiona mengi ambayo wameweza kuyafanya. Hili bata la kutiki tunazidi kuwapa ushuhuda viongozi wetu kuwa vijana tayari tushajua wajibu wetu ni nini. Kitu ambacho vijana sasa hivi tunasubiri 29 Oktoba twende tukatiki katika vituo vyetu sahihi vya kwenda kutiki kwa viongozi wetu. Tunapenda kuwashukuru sana hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, halikadhalika Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mengi mazuri, jitihada, ujenzi wa nchi kuanzia masuala ya barabara, mahospitali, masoko, lakini hata kuwezesha akina mama katika sekta ya michezo. Vijana tunajivunia, na ndio moja kati ya hamasa ambazo zimetufanya sisi vijana tuweze kuwa bega kwa bega na waheshimiwa, bega kwa bega kwa kila kitu ambacho viongozi wetu wanakifanya. Naam, sasa tuende tukaangalie jinsi watu watakavyopata mafunzo haya, jinsi ya kupiga kura inapofika tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 2025 katika vituo vyao. Mama, bila shaka umepiga kura mwaka 2020 na maendeleo sawa nimeyaona, mambo kwa ushahidi. Nataka ufanye mazoezi ya kupiga kura. Makapeni yangu ameondoka nayo baba. Hii hapa. Ipo. Sasa umeona? Kwa ukiziangalia tu hizi sura hapa. Sura gani haraka inakujia kwenye akili mama? Kuna handsome hapo. Yupo handsome hapo. Ukiangalia tu wengi wazee hapo. Yaani handsome ni mmoja tu. Haya, tuambie mama. Haya, unachagua kwa nani mama? Hussein Ali Mwinyi. Kumbe una mpaka kamera vizuri kwanza. Kavaa rangi gani? Kavaa nguo za chama kijani na mrembo yake ya. Haya, acha tuone, piga kura. Umeona tiki hiyo baba? Yaani mama huyu stika alikuwa si mwalimu. Yaani kati ya tiki hapa bado kutia max tu. Imenyoka. Yaani tiki imenyoka. Hatari.
Asante sana mama, kamata kura yako. Hiyo nikane, ringa nayo. Ringa mama na kura yako, cheza nayo. Hiyo hapo. Wazee wetu hao. Nini kimebakia tena? Mmetuachia nchi mikono salama. Tuna furaha wazee wetu. Baada ya zoezi hilo sasa tuweze kumsikiliza mwenyekiti wa mkoa wa Mjini Kichama. Ana yeye pia kusema juu ya siku hii ambayo imeandaliwa maalum kama ni bata la kutiki. Anaitwa Talibu Ali Talibu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mjini. Nimefarajika sana kuona jambo hili lilofanyika hapa leo. Ni jambo ambalo la kihistoria kubwa sana. Ni jambo ambalo kukusanya wazee, vijana na watu wa aina mbalimbali kwa ajili ya kuja kusapoti jitihada kubwa sana za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na jitihada za Dr. Hussein Ali Hassan. Inaonyesha wazi kwamba viongozi wetu wawili hawa wanakubalika sana ndani ya nchi yetu hii, na wazee wanawakubali na vijana wanawakubali. Kwa hiyo mambo kama haya ni mambo ambayo yanaleta matumaini makubwa sana kwa hususan kwa wale viongozi wetu. Kwa hiyo nafikiri mambo kama haya ambayo wameandaa vijana wetu ni mambo ambayo ya kuungwa mkono mkubwa sana. Na iko haja ya kuungwa mkono kwa sababu ndani ya nchi yetu una viongozi safari hii wamefanya mambo makubwa sana, kama mama Samia Suluhu Hassan aliyofanya ni makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Hussein Ali Hassan aliyofanya makubwa sana katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba yale waliyofanya wazee, vijana na rika mbalimbali wanaunga mkono kwa asilimia kubwa sana. Tunatarajia matarajio makubwa sana. Ikifika Oktoba 2029 ambayo baki siku chache tu, tuna imani kwamba wazee hawa na vijana ambao waliojitokeza hapa ni wa mwanzo kwenda kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi wetu hao wakubwa. Na hapa tuweze kuwasikiliza viongozi ambao wamejitokeza, lakini pia na kuandaa jambo hili siku ya leo, vijana mbalimbali kuweza kukusanyika katika viwanja hivi vya Matarumbeta. Kwa majina naitwa Hassan Jabir Hamdu umaarufu Dijong Al-Kasusi Mamba. Tunayo furaha kubwa leo tarehe 23 mwezi wa 10 2025. Taasisi ya Bega kwa Bega na Mama kwa kushirikiana na vijana wa Dijong Al-Kasusi Mamba tumeamua kuwakusanya vijana wenzetu leo hapa. Hii inaitwa ni bata la kutiki. Tunajiandaa kuelekea tarehe 29 Oktoba 2025. Vijana kuwahamasisha kupiga kura ni haki yao, kutunza amani ni wajibu wetu. Tunayo furaha kubwa na tunayo tunu kubwa ya amani ambayo tumeachiwa na wazee wetu ambao wamekishatangulia mbele ya haki. Lakini nchi iko mikono salama chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Vijana tumehamasika, tumekusanyika hapa maelfu ya vijana leo. Lengo kuu ni moja tu, kuweza kuyazungumzia yale ambayo aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kuweza kuhamasishana vijana sote kuweza kushiriki uchaguzi kwa salama na amani. Lakini kama hiyo haitoshi, vijana imekuwa ni chachu kubwa kutokana na yale tunayoyaona ya wazi. Maendeleo yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumejengewa miundombinu ya barabara, tumejengewa miundombinu ya masoko, tumejengewa miundombinu ya hospitali. Leo wazee wetu hatuwasafirishi tena kutoka hapa Zanzibar na kuwapeleka sehemu nyingine. Tunamalizana nao hapa. Tunao wataalamu bingwa kabisa. Lakini kama hiyo haitoshi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, dokta wa maendeleo, anawalipa wazee wetu pensheni ambayo inakwenda kuwasaidia. Nini tupate Wazanzibari? Nini tupate wa Tanzania? Vijana tumehemewa na viongozi wetu hatuwadai. Itoshe kusema annasu shahidullah, watu ni mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na sisi vijana wa taifa hili ni mashahidi ya yale ambayo yamefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, bingwa wa maendeleo, mama mpenda watu, mama mcheshi, mama hana kinyongo na watu wake. Sisi vijana tayari tumejiandaa, vitambulisho vyetu vya kupigia kura vipo tayari. Tunayemtaka tunamjua Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatutoshawishika. Tarehe 28 ipo kikatiba, wanakwenda kupiga ulinzi na usalama, sisi tunabaki nyumbani. Tarehe 29 panapo uhai na majaliwa, asubuhi kabisa tunafika katika vituo vya kupigia kura tukiwa tuko full. Manyumbu si wamesusa. Sisi vijana wa Kitanzania tunakwenda kutiki, na wakituzingua sana wazee wetu pumzikeni, tunacheza nao mitama alafu siye waya, na wakifunika tunafunua, na wakitupa tunachukua, na wakizingua mitama tu. Huu ni ule mwendo wa shwa tum.
kwenu. Mambo vipi? Mimi ni Sasha kutoka vijana wa Dijong Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa Honest Foundation Zanzibar. Leo hii tarehe 23 mwezi huu wa 10 2025 tumekutana hapa vijana matarumbeta, ikiwa lengo kuu kabisa ni bata la kutiki kuelekea Oktoba 2029. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea kiteweo hapa, ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, kwa ajili ya vijana kufurahika na kujipoza kwa kipindi chote cha nyuma ambacho tulikuwa tunajitoa kuhamasisha vijana wenzetu juu ya kuelekea Oktoba 29 mwaka huu 2025. Nitoe rai tu kwa vijana wenzangu, ikiwa kama hawa viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Mwinyi wana mapenzi ya dhati kwa sisi na wameonyesha mapenzi yao hapa leo, basi na sisi tusisite kutoka 29 mwezi wa 10 2025 kwenda kutiki kwa kishindo. Mama Samia na Dr. Mwinyi mitano tena. Jina naitwa Mohamed Suluhu Hassan. Tumwambie mama kuwa vijana hatuna mengi ila tutajumuika Oktoba kwenye kutiki. Mheshimiwa Rais twende kazi. Asante sana. Samia Suluhu Hassan. Tuko hapa katika mtaa wa Matarumbeta. Lengo la shughuli yetu ni kuweza kuhamasisha wananchi kuna interview kidogo inaendelea na wahusika wote katika jimbo letu hili la Matarumbeta, jimbo la Kwahani, ili kuweza kupiga uchaguzi kwa amani. Na tupo hapa kwa ajili ya kutangazia hiyo amani yetu, kwamba hapa kutakuwa hakuna matatizo yoyote. Tuko vijana, tuko katika hali ya ulinzi na usalama kwa ajili ya kupiga kura kwa usalama zaidi. Kwa jina naitwa Mohamed Abdullah Makame Laki. Niseme kwamba mwananchi wa hili eneo Matarumbeta ni nyumbani, pia Kwahani ndipo sehemu ambayo niliomba kibali cha kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo hili jambo mnaloliona hapa, tunakuhakikisha kwamba watu wanajitokeza kupiga kura kwa amani, na tunaendeleza amani yetu kwa sababu amani ndio kila kitu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ni wasi vijana wenzangu wasiwe sehemu ya ngazi na wasiwe sehemu ya kutumiwa katika kutengeza mitafaruku. Watazame baadaye, wasitizame sasa hivi. Baadaye athari yake itakuwa ni nini na faida yake ni nini. Kwa hiyo niseme tu kwamba vijana Dijong pamoja na Mozeti vitu ambavyo walivyovifanya hivi ni jambo kubwa sana na ni jambo zuri sana. Wananchi wajitokeze tarehe 29 katika kupiga kura kwa amani kabisa, na mtu akimaliza kupiga kura arudi nyumbani asubirie matokeo ili amani izidi utawala. Na baada ya kuangalia yote hayo ambayo yamefanyika katika siku hii ya leo ya tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2025, hizo zilikuwa shamra za bata la kutiki kuelekea siku ya tarehe 29 ya kupiga kura katika vituo mbalimbali ambavyo vimeandaliwa, kama tulivyokwisha kuwasikiliza wananchi na viongozi mbalimbali ambao wamefika katika maeneo haya na wao wakiweza kuhubiri juu ya swala zima la amani. Ulikuwa nasi KHD TV mwanzo hadi mwisho mwa jambo hili kufanyika. Mtangazaji wako hapa Ibrahim Capable, nyuma kamera ni Ali bin Hasira. Asante.